matamko ya viongozi wetu wote wa kitaifa kutoka BAKWATA makao makuu, BASUTA makao makuu, Hayatul Ulama makao makuu, wakiungana kwa pamoja katika kauli na matamko ya kuwa haki itafutwe pakiwa na amani, isitafutwe haki kwa vurugu na uvunjifu wa amani. Tumalizie kwa kusema yafuatayo. Mosi, tunaunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika uzinduzi wa Bunge la 13. Pili, tunaupokea mkono wa maridhiano aliyounyoosha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na kuwaomba Watanzania wote na hasa vijana nao wapokee mkono huo wa juhudi za kuleta maridhiano kwa yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na siku chache mtawalia. Tatu, tumeridhia tume ya Mheshimiwa Rais ya kuchunguza yale yaliyosababisha vurugu zile, na tunaiomba tume ifanye uchunguzi kwa uadilifu mkubwa na isimuonee haya yoyote yule aliyehusika kwa kuchochea vurugu zile, bali wachochezi wote watajwe hadharani. 4, tunaipinga kwa nguvu zote kauli ya Chadema iliyotolewa na Mheshimiwa John Heche dhidi ya tume hii ya rais ikiongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu. Tumeshangazwa na kusikitishwa na kauli ya John Heche ya kutokuwa na imani na majaji hao wawili wastaafu, wakati John Heche na Tundu Lissu siku chache tu walikimbilia huko kwa majaji kutafuta haki zao. Iweje leo majaji hao wasiaminike? 5, tunaomba vikao vya kitaifa vya maridhiano viwe shirikishi kwa makundi yote ya kidini, kijamii, na viwe vikao vya kutosha kukidhi azma ya kuleta maridhiano na visiwe vikao vya kulipua. Na ni vema tukaiga maridhiano yaliyofanyika Rwanda baada ya mauaji ya kimbari na tuchukue mafunzo huko ambayo yaliwaleta Wanyarwanda katika uwanja wa amani, kisha haki ikapatikana na maelewano yakatamalaki. 6, sisi Waislamu wa Mkuranga tunatoa ahadi ya kuilinda amani tulionayo sasa, na tunakataa vishawishi vya kuandaa maandamano yoyote yale kabla ya uchaguzi na baada ya vikao taifa vya maridhiano. Tunawasihi vijana wote wa nchi hii kutoshiriki kwenye maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba 2025 na kutoshawishika kuleta vurugu za aina yoyote katika kipindi hiki cha kuliponya taifa letu Tanzania. Asanteni sana. Tamko hili limesomwa na wanazuoni wa Kiislamu na Waislamu wa Mkuranga baada ya dua ya kuiombea amani nchi yetu, huku dua hii ikisindikizwa na ibada ya kuchinja. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Shawal Ali Msati. Mjumbe wa hai'a na shekhe wa masjid. Shukran.